Habari, karibu sana kivukoni. Huu ni wakati mwingine tena. Mara nyingi huwa napenda kusema kuna watu wengi tunaishi maisha yetu yote pasina kuvuka upande wa pili wa fikra zetu. Mimi ni Ahmed Kisengo. Katika episode iliyopita tulianza safari ya kujiuliza tumbo lako, kwamba linazungumza kuhusu kitu kimoja muhimu, kwamba mwili una tabia ya kuzungumza. Tatizo ni kwamba mara nyingi tunasubiri mpaka mwili upaze sauti ndipo tunaanza kuusikiliza huo mwili. Lakini leo nahitaji nikuulize swali rahisi sana. Unapokula chakula, mmeng'enyo unaanzia wapi? Kama ningeuliza watu 100 swali hili, naamini wengi wangeniambia tumboni. Na kwa namna fulani, jibu hilo linaeleweka. Kwa sababu tunaposema mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, mara nyingi akili zetu huenda moja kwa moja kwenye tumbo. Lakini mmeng'enyo wa chakula hauanzi tumboni. Unaanza kabla ya chakula hakijafika tumboni. Unaanza mdomoni. Hebu fikiria, unaenda kwenye mgahawa. Unaagiza chakula unachokipenda zaidi. Labda wali nyama, labda chipsi, ugali na mboga mboga. Chakula kinafika mbele yako. Unakiangalia vizuri, unanusa harufu yake. Na wakati mwingine, kabla hata hujaanza kula, unaanza kuhisi mdomo umejaa mate. Umewahi kujiuliza kwa nini? Kwa nini mwili wako unaanza kujiandaa kabla hata chakula hakijaingia tumboni? Hapo ndipo tunaanza kuona kwamba mwili wa binadamu si kitu cha kawaida. Mwili wako haukusubiri kila kitu kitokee ndipo uanze kuitikia. Mara nyingi unaanza kujiandaa mapema kabisa. Macho huwa yanaona, pua yananusa, ubongo unapokea taarifa. Na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unaanza kujiandaa. Unapoweka chakula mdomoni, meno yanaanza kazi. Yaani meno yanakata chakula. Alafu kisha yanakivunja, yanaponda, yanachanganya chakula, lakini meno hayafanyi kazi peke yake. Ulimi unasaidia chakula kusogea na kuchanganyika, na mate yanaanza kukifanya chakula kiwe rahisi zaidi kuendelea na safari yake. Hii ndio sababu kula sio tu kuweka chakula mdomoni au kumeza kisha tumbo lifanye kila kitu. Hapana. Mchakato unaanzia hapa. Na hapo kuna jambo moja ambalo watu wengi tunalifanya. Tunafanya haraka sana kwenye ulaji. Tunaweka chakula mdomoni, tunakitafuna mara chache, alafu tunakimeza. Wakati mwingine kwa sababu tuna haraka, na wakati mwingine kwa sababu tumezoea kula hivyo. Wakati mwingine tunakula tukiwa tunatazama simu zetu, smartphones zetu za mikononi au television. Wakati mwingine tunazungumza wakati tunakula. Wakati mwingine tunakula kama mtu anayekimbizwa. Lakini mwili wako haukuundwa kwa ajili ya kila kitu kifanyike kwa haraka. Fikiria mtu anaingia nyumbani akiwa ana njaa sana. Chakula anakiona mezani, anakaa anachukua kijiko cha kwanza mdomoni, anameza kijiko kingine, anameza tena. Hakuna muda wa kutafuna vizuri kwa sababu akili yake inasema, nina njaa sana, nataka kushiba haraka. Baada ya muda anaanza kujisikia tumbo limejaa sana, labda anajisikia mzito, labda anajisikia ameshiba kupita kiasi, labda anaanza kujiuliza, kwa nini tumbo langu limekuwa hivi? Lakini swali la kwanza linaweza kuwa, nilikuwa nakula kwa namna gani? Kwa sababu wakati mwingine tunataka kuelewa tumbo bila kuangalia safari ya chakula ilianzia wapi au ilianzaje. Kuna watu wanahisi kutafuna ni kuchelewesha kula au kupoteza muda. Lakini fikiria vizuri, unapokuwa na kitu kikubwa sana unataka kukiweka kwenye chupa yenye mdomo mdogo, kitapita kwa urahisi? Jibu hapana. Unahitaji kukifanya kiwe kidogo. Kwa namna hiyo hiyo, kutafuna husaidia chakula kuvunjwa kuwa vipande vidogo zaidi. Na chakula kikishakuwa kimechanganyika na mate, kinakuwa tayari kuendelea na safari. Hii haimaanishi kwamba kila mtu anapaswa kuhesabu idadi fulani ya mara za kutafuna. Hapana. Mwili wa kila mtu sio mashine yenye namba moja inayofaa kwa kila kitu. Lakini usifanye kula kuwa mashindano. Kula kwa utulivu. Kipa chakula muda na kuanza safari yake. Mdomo hauhusiki tu na kuingiza chakula. Mdomo ni kama lango la kwanza la mfumo mzima wa mmeng'enyo. Na kila kitu kinachoingia mwilini mwako
mara nyingi huanza hapa. Mfano chakula, vinywaji na vitu vingine ambavyo mtu anaweza kuweka mdomoni. Ndio maana afya ya kinywa sio jambo la kuangalia kwa ajili ya meno tu. Ni sehemu ya safari ya chakula. Mdomo ni mwanzo. Na kama safari inaanzia hapa, basi ni muhimu kuelewa. Sasa nataka ni ujiulize swali la msingi sana. Mara ya mwisho ulipokula, ulikuwa unakula au ulikuwa unakimbizana na chakula? Je, unakula ukiwa na haraka na unatafuna vizuri? Je, unakula ukiwa unatazama simu bila hata kujua umeanza kushiba? Je, unakula mpaka tumbo linakataa zaidi? Haya si maswali ya kukuhukumu, hapana. Ni maswali ya kujitazama, kwa sababu kujua mwili wako huanza kwa kuanza kuangalia tabia zako za ulaji. Na baada ya mdomo, sasa chakula kinaingia mdomoni. Kimekatwakatwa, kimepondwa, kimechanganywa na mate, lakini safari bado haijaisha. Chakula kinatakiwa kuondoka mdomoni na kuelekea tumboni. Lakini kinapita wapi? Umewahi kujiuliza? Kinapita kwenye njia ambayo watu wengi tumeijua kwa jina, lakini hatujawahi kujiuliza inafanya kazi gani, ambayo hiyo njia inaitwa umio. Na hapa ndipo safari inakuwa ya kuvutia zaidi, kwa sababu chakula hakishuki tu kwa sababu umeinama, na hakishuki kwa sababu ya nguvu ya mvuto pekee. Mwili una mfumo wake wa kukisogeza. Katika episode inayofuata, jamani, tutaingia kwenye safari ya chakula kutoka mdomoni kuelekea tumboni. Na umio unafanya kazi gani? Chakula kinashukaje? Na kwa nini wakati mwingine tunahisi kama kitu kinarudi juu baada ya kula? Hapo ndipo tunaanza kuelewa kwa nini baadhi ya watu hupata hali kama kiungulia. Na kabla haujaondoka, nataka uondoke na jambo moja tu. Mmeng'enyo wa chakula hauanzi tumboni. Unaanza kwenye hatua ya kwanza ya safari. Na mara nyingi tunapokuwa na matatizo mwisho wa safari, tunapaswa pia kujiuliza, safari ilianzaje? Mimi ni Ahmed Kisengo. Hiki ni Kivuko cha Ahmed. Mahali tunapovuka kutoka kutokujua kwenda kuelewa zaidi. Karibu kivukoni, tuvuke pamoja. Kwa wakati mwingine tena tutakuwa wote.